inawezekana. Wewe uliyekuja special kwa ajili ya ibada, kama umekuja kuangalia mshuko wa mtu, hautafanikiwa na hii nguvu. Kama umekuja kuangalia blessings za wamama, hautafanikiwa na hii nguvu. Iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Likolobosha kana Likolomosa yandarabasekendere bashaka. Likaramasekendere babaha. Lindarabosekendere. Likolomosa yandarabashaka. Lindarabosa. Nguvu ya uwezekano kumwangusha joka ukali. Kumwangusha joka wa zamani. Deceiving spirit. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Jiunganishe katika neema ya Mungu. Jiunganishe katika nguvu ya Mungu. Jiunganishe katika neema ya tarehe 26 ya leo. Jiunganishe katika hiyo neema. Leo ni tanuru liwakalo moto. Tunahitaji Mungu aingilie kati kwa ajili ya kuzimisha huo moto. Shakala basekendele mosa. Likala basekendele mama. Likolo mosa kandala basa. Lindala masaka. Deceiving spirit. Udanganyifu. Roho udanganyifu. Roho udanganyaye. Roho udanganyaye. Roho udanganyaye. Likala basekendele mosa. Lindala basekendele mosa. Leo kuna nguvu. Nala nasema tapisha kuachilia. Roho Mtakatifu atawanyunyiza. Mwana nasema siku za mwisho Yoeli kutatokea nguvu ya Mungu. Maana nguvu itakuja. Utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa zamani. Utukufu huu ni mkubwa kuliko wa mwaka jana. Huu ni utukufu mkubwa kwa sababu Mungu yuko enzini. Shakala pasiki. Likala pasiki. Likala pasiki. Anakuja kuachilia Roho Mtakatifu. Nanyi mtasema maneno. Nanyi mtanena kwa lugha. Nanyi mtashangilia. Nanyi Likala pasiki. Likolo saka. Deceiving spirit. Joka mkubwa wa zamani. Joka mkubwa wa zamani. Joka mkubwa wa zamani. Usababishaye vikwazo. Usababishaye magonjwa. Usababishaye mabaya. Festula za ulimwengu wa roho chomoka. Festula za roho. Festula za ulimwengu wa roho. Baba ya mtu kukusanya. Anavuja kila itoto leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Festula za uchumi. Baada ya kukusanya. Ni vitu vinatoka tu. Katika jina la Yesu. Iko nguvu. Iko nguvu. Iko nguvu katika madhabahu. Iko nguvu kwa sababu mfalme utukufu yuko mwenyewe. Iko nguvu kwa sababu ya kuleta heshima. Iko nguvu kwa sababu ya kuleta nguvu. Iko nguvu. Kila malango ya kuzimu. Kila joka wa kuzimu. Ewe joka mkubwa wa zamani. Ewe joka mkubwa wa zamani. Ewe joka uletaye stagnation kwenye maisha yetu. Ewe roho joka mkubwa dragon. Usababishaye kuleta utasa. Unayekula mayai ya uchumi. Unayekula mayai ya watoto. Watoto hawazaliwi kwa sababu umetawala wewe Lewiathani. Lewiathani joka mkubwa. Lewiathani joka mkubwa. Lewiathani joka mkubwa. Pasuka hapo. Pasuka hapo. Pasuka hapo damu ya Yesu Kristo. Usababishaye festula. Watu wananuka wapitapo barabarani. Usababishaye harufu mbaya kwenye maisha. Pasuka hapo. Jina la Yesu. Pasuka hapo. Jina la Yesu. Lewiathani joka mkubwa. Umewafungisha ndoa za ulimwengu wa roho. Umeleta ndoa za ulimwengu wa roho kwenye ulimwengu wa mwili, wanaonekana ni wabibi. Pasuka
Umewavisha mavazi ya uzee, umewavisha mavazi ya uzee. Watu wanapita waonekani, wanaonekana ni wazee. Umewavisha ngozi ya mama, umewavisha ngozi ya mama. Pasuka Nitakushangaa wewe unayefungua macho. Wewe ndiye agenti mkubwa wa kanisa hili. Wewe unayefungua macho. Wenzako wanaomba wewe umefungua macho. Wewe ndiye utakuwa agent. Wewe ndiye joka la zamani. Likaraba shekele Musa. Likaraba shekele Musa. Likaraba shekele Musa. Likaraba shekele Musa. Likaraba shekele. Likorobo sakandarabasha. Likaraba shekele. Kila joka mkubwa wa zamani. Joka mkubwa wa zamani. Ewe joka usimamae. Umemeza furaha. Umemeza amani. Umemeza amani. Katika jina la Yesu tunaomba, tunaamini. Amen. Sema Bwana Yesu,
ninajiunganisha na maombi ya awamu ya pili sawasawa na Zaburi sura ya pili mstari wa 3. Hebu moja tusome hiyo. Tunaingia awamu ya pili. Tunaingia awamu ya pili. Tunaingia awamu ya pili. Likalama shekelezi. Tunaingia awamu ya pili. Zaburi sura ya pili na mstari wa 3. Anasemaje? Nasoma kama hujafika. Anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa kamba zao. Tunataka tupasue vifungo. Kila mmoja yuko chini ya vifungo. Kama asingekuwa kwenye vifungo, angekuwa na haki zile ambazo zilizoitwa. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu wa kwanza, hakumuumba na vifungo. Vifungo vililetwa na joka mkubwa wa dini wa zamani. Mwanadamu aliumbwa kwenda kutawala, kwenda kuvitisha vitu vyote, lakini leo mwanadamu ametawaliwa. Ni kwa sababu ya tamaa. Leo tunaambiwa na Daudi tuvipasue vifungo vyetu vyote. Sema kwa jina la Yesu. Na Yesu kakamata maiki mkasapoti. Sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo ninasimama sawasawa na Zaburi sura ya pili mstari wa 3 kwa ajili ya kupasua vifungo vyote vya maajenti, kwa ajili ya kupasua nira zote za malango ya kuzimu. Ninasimama siku ya leo kupasua vifungo vyote, vifungo vyote vya ulimwengu wa roho. Kila aliyenifunga, kila aliyenifunga, kila aliyefunga malango yangu, baraka zangu, kila aliyefunga heshima yangu, ninasimama kinyume sawasawa na Zaburi. Maana imesema na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupa kamba kwa jina la Yesu. Kamba za mauti, kamba za uzinzi, kamba za uasherati, kamba za uonezi, kamba za mauti, ndoa za kuzimu, ndoa za mapepo